Biza nikwambie leo, amina. Nataka mijitu leo ipatikane hapa itakayoomba upako maradufu. Nataka watu watakao tamani upako maradufu leo. Leo sio kesho. Leo sio kesho. Watu wote waseme amina. Sasa nini maana ya upako? Hawa manabii na mitume na wengine wamechafua definition ya upako walipoleta vitu vya ajabu sana. Upako wa vitambaa, maji ya upako, mafuta ya upako. Na kuna tangazo moja sijui ni la nani, lakini mimi nilisoma tu linasema andazi la upako. Wangapi wameliona hilo tangazo? Yaani sasa kuna andazi la upako, kuna kuja kiatu cha upako. Yaani mpaka hapo watu wampate akili. Andazi la upako. Tangazo liko kubwa pale, sijajua ni la nani. Mnajua mwenyewe. Mimi nimeona tu andazi la upako. Nikasikitika sana, nikasema sasa hii nchi inahitaji kuhubiriwa kweli kweli. Sikilizeni niwaambie. Huo ni uhuni wa mandazi ya upako, maji ya upako, chumvi za upako. Ni uhuni uliopitiliza. Neno upako, Kiingereza anointing, Kiyunani praeres, lina maana ya nguvu ya Roho Mtakatifu inayokuja juu ya mtu akiwa kazini, akiwa kwenye huduma. The power of the Holy Spirit that comes upon a person when he is in operation, inakuja juu yake kama spiritual enablement, nguvu ya Roho Mtakatifu ya kukuwezesha kufanya mambo ambayo kibinadamu huwezi kuyafanya. Upako unakuja juu ya watu, hauji juu ya vitu. Kwa sababu upako, nguvu ya Roho, maana yake nguvu ya Mungu. Na haiwezekani kaweko nguvu ya Mungu bila Mungu mwenye nguvu kuwepo. Kwa hiyo anaposema upako, maana yake lazima Roho Mtakatifu aje juu yako. Sasa hao wenye upako wa vitambaa, Roho Mtakatifu anamweka kwenye kitambaa, anakaa kwenye kitambaa. Huo upako wa mafuta, alafu wanamweka kwenye mafuta, alafu wanamfungia na kizibo. Huyo Mungu akukaa kwenye kizibo ni Mungu gani? Eti mchungaji, I doubt about this. Yaani kwa Ukristo, kwa Wakristo wote duniani wanaojua Mungu